Na mtazamaji wetu, mbele yetu tunaye mtumishi wa Mungu, mwimbaji wa nyimbo za Injili wa muda mrefu sana, Cosmas Chidumle. Tumepata neema ya kuwa naye katika mkutano ambao unaendelea hapa Bariadi. Amekuwa ni kama chachu katika mkutano umekuwa na mwitikio mkubwa sana. Na tuna imani kabisa atakuwa na ya kuzungumza katika kila ambacho ameweza kukiona katika mkutano. Lakini pia na hii nafasi ambayo umeipata kutoka kwa idara ya uinjilisti chini ya mkurugenzi mkuu wa hii idara Tumaini Chanjalika kuweza kumpa hii nafasi ya kuhudumu katika mkutano. Tuyasikie yale atakayo kwenda kutueleza mtumishi wa Mungu. Bwana asifiwe. Amina. Shikamoo. Habari yako? Za siku baba. Kutana tena. Upo huku? Huku nimekuja kwa kazi maalum. Na ni mara yangu ya kwanza kufika Bariadi. Ya. Hebu tuambie hali halisi ya mkutano na yale ambayo yamefanyika mahali hapa. Kwa kweli Mungu yupo pamoja nasi, kwa sababu kwanza ile siku tunaanza mkutano, ile hali ya mvua. Lakini ajabu waliokoka watu karibu 50 na kitu au 60, na waliofunguliwa zaidi ya 20. Siku ya pili yake mvua. Siku ya tatu ndio mvua ilianza mapema, mvua kubwa, lakini bado watu waliokoka. Na shukuru kwamba mhubiri aliyehubiri siku ya tatu, ambaye ndio alianza siku ya kwanza, mtumishi Mtinda, akasema hii mvua leo ndio mwisho. Na kweli jana siku ya Ijumaa hapakuwa na mvua, jua lilikuwa kali na watu walikuwa wengi sana. Mkutano ni mzuri, ni mkutano wenye matunda. Tunaita collective gospel, injili inayokusanya. Aise, hongera sana. Umepata nafasi au fursa ya kushiriki katika mkutano. Pengine unalo jambo kwa ajili ya mkurugenzi ambaye ndio msimamizi mkuu wa hii idara ya uinjilisti. Mtumishi Chanjalika kwanza ni mtu ambaye amekuwa ni kama mshauri katika baadhi ya mambo yanayohusu maisha yangu ya utumishi huu. Na nimefanya naye mara nyingi. Nimeshafanya naye Songea, nimeshafanya naye Dar es Salaam. Ni mtu wa karibu, na hata mwaka mpya nilikuwa kwake kuimba kwenye mikesha, tumekuwa pamoja. Mara hii nilikuwa naye Lindi kule chuoni, na yeye ndo aliniita kule na akaniambia, bwana nahitaji twende wote Bariadi. Na hatimaye tuko hapa Gambush. Kwanza ni ujasiri wa viongozi akiwemo Chanjalika. Mimi huwa nakaa na kunywa nao kahawa pale, na wasikia akiongea, nikasikia mmoja anasema hivi ndivyo inavyotakiwa. Tusikae kungojea eti kiangazi ndio tukahubiri. Iwe mvua, iwe jua, twendeni tukawahubiri watu. Na nimeona hapa tangu tumekuja, wewe ndio mtangazaji ni shahidi, siku 3 za mwanzo kuna siku ilinyesha mvua, watu walikuwa wanaogelea kama makambale kwenye matope mle, lakini baada ya kuangushwa na nguvu za Mungu. Lakini yule Mtinda siku ile ya 3 akasema hii mvua mnayoona leo ndio mwisho. Kwa hiyo kesho yake ambayo ni jana tarehe 13 kama sikosei, jua liliwaka kali mpaka na leo naona itakuwa hivyo hivyo. Kwa hiyo kwanza ujasiri wa kujua wajibu na jukumu yao. Hatutaki kwamba tusubiri eti kiangazi ndio tukahubiri. Hapana. Wao wamejiwekea ni kama azimio la ukombozi, mimi naita. Iwe jua, iwe mvua, twende tukawahubiri watu. Hilo neno walilinena. Kitu kingine ambacho namtukuza Mungu, neno alilosimama nalo mtumishi Mtinda, alikoanzia mpaka alikoishia. Halafu alipokuja mhubiri George Musa, bishop anajiita preacher, ni kama huyu alichukua nyaraka akamwambia endelea. Pale alipoishia Mtinda, George Musa alikuja kuunganisha, sio kuanzia. Kuunganisha, yani ule mtiririko, mtu aliyekuwepo tangu mwanzo mpaka mkutano ukiisha, atakuwa kwenye ufahamu wake kimeingia kitu kamili. Mifano, shuhuda, neno, Mungu, Roho Mtakatifu, mtiririko ule. Kwa hiyo naona ni mpango wa Mungu kufanya hiki kitu kinaitwa Mega Crusade. Huyu anatoka Mtwara, huyu anatoka Moshi, tumekutana hapa, lakini unakuta ujumbe
aliosimama nao Mtinda na shuhuda zake, na ni kama viongozi wa hii kina Chanjalika waliwajua watu, sijui shuhuda zao, mafundisho, mifano, ni vitu vimeshikamana. Tunaita collective gospel, injili inayowakusanya watu waliokata tamaa, watu walio yani ambao desperate, hawana matumaini, huku wanaambiwa yako matumaini. Akasema tumekuja na majibu, na kweli tumeona alivyokuja George Musa, naye akasema yale majibu pale alipoishia mwenzangu naye aendeleza. Kwa hiyo ni mkutano wa Mungu, mkutano kwa kusudi la watu wa Mungu. Na niseme tu, acha sikia habari za Gambush. Hao wanaoitwa Gambush ni watu wazuri, sio watu wabaya kama wanavyosema watu. Mimi nimeshiriki mambo ya ushirikina, sikuwahi kwenda kuomba ushirikina, nilikwenda kuomba kinga. Ina maana nilimkana Mungu. Kwa hiyo inawezekana na hao Wagambush kama wanasikia, kama wataona hiki kipindi, waje. Mungu anawapenda. Tunajua sio wao, adui aliwategea mahali fulani. Sasa ile ya kwenda kizazi hata kizazi, kama babu yako mzaa baba mzaa babu nani, unakuwa ni mtiririko. Ni kama mbegu ya kiazi, unavuna kiazi, mvua ikinyesha unaona kiazi kimechipua. Ukienda pale ukitoa hivi sio kiazi, ni kamzizi tu kadogo. Kwa hiyo ni vimizizi tu. Mungu anawapenda. Watu wa Gambush ni watu wazuri, ni watu wenye ufahamu, ni watu wanalima, ni watu wanafuga, wanaoa na kuolewa, wanazaa watoto, wanasomesha. Lakini kuna elements, kuna kamzizi kaliachwa na hao ambao injili ilikuwa haijafika Gambush. Ni wakati wa Bariadi, wakati wa Simiu kumgeukia Mungu na kuondokana na hizo hadithi zisizokuwa na manufaa wala maana kwa taifa. Tunawapenda watu wa Gambush. Mimi nawapenda kwa sababu hata mimi nilichanjwa chale, hata mimi nilienda kwa Kalembwani huko, nilitembea kwa mguu kilomita 148 kutoka nani wanaita Ifakara mpaka Malinyi huko, tena wakati wa masika, na ni Mkristo na kanisani nilikuwa naenda. Lakini nilipookoka nikaanza kumhurumia na yule mganga, kwamba ni mtumwa, anafanya kazi ambazo si za kwake. Kwa hiyo mimi niwaambie tu, nyinyi watu mnaowasema watu wa Gambush, acheni kuwasema watu wa Gambush. Yesu anawapenda. Kama Yesu anawapenda, wewe binadamu mwenzangu, kwa nini wasemee vibaya kwa sababu ya dini yako, kwa sababu ya ulivyo wewe? Hapana. Watu wa Gambush ni watu ambao Mungu anawapenda, na ndio maana tumeanza kuja, na ninaamini iko siku tutaenda huko Gambush tukaunganike nao, tuwaambie habari njema. Nikupongeze sana. Wewe umekuwa miongoni mwa watu ambao mlitoka kwenda mitaani. Mkakati huu mzuri ambao ulipangwa kabisa na mwinjilisti Chanjalika. Pengine ulipokwenda mitaani, nini kilireflect kwa watu walioko nyuma yako? Kwa kweli tumemhubiri Yesu mitaani. Ilikuwa tunazunguka hata masaa 3 mpaka 4 kwenye mji, ni mpana, kwenye minada ya ng'ombe, kwenye magulio, sehemu yote, kwenye mastendi nimeenda, nimekata viuno pale, nimeimba, nimeshuhudia mimi ni nani, nilikuwa wapi, nini nimekifurahia baada ya kuokoka, nini kipo kwenye moyo wangu. Sisi tumehubiri mitaani na wenzangu, na shukuru uongozi uliopata hiyo mission ndani ya vision, kwamba hii tunaita ni field evangelism. Hata huko tunakoishi tunatakiwa tukaifanye. Na nilipokuwa Lindi, nimeongea na mchungaji wa Lindi kwamba nitarudi Lindi tukafanye kitu kinaitwa field evangelism. Ni mikutano ambayo haihitaji gharama kubwa. Kwa siku unaweza kuhubiri maeneo 3-4 yenye makusanyiko ya watu kwa wakati ule ambao mnajua saa hizi mahali fulani kuna watu. Tusingoje mikutano kama hii mikubwa tu, kwa sababu wako wengine huko kwenye timu zilizosambaa mitaani, watu waliongozwa sala za toba, watu waliimba. Na mimi naona kwenye mapicha wataona akina mama ntilie, wauza matunda, wauza mboga, waliacha meza zao za biashara wakaja kuimba na mimi. Na hili ni jambo zuri.
tutawaambia viongozi, najua wanalijua, lakini tutawahamasisha viongozi kina Chanjalika na wengine, tusingoje mikutano hii mikubwa tu. Wewe niite, uko wapi? Mimi nitakuja. Kipata vyombo kidogo tu na mtu anayeweza kusimama na neno, mimi nitaimba. Tutengeneze hizi handbills, flyers nyingi, tuwagawie, tueleze TAG ni nini, iko wapi, hilo kanisa ambalo limeita liko wapi, nini kinapatikana huko. Nikiimba watu wakija, tunahubiri. It's just a matter of 40 minutes, tunatoka tunakwenda sehemu nyingine. Mikutano hii itatukusanyia watu wengi ambao hatimaye watakuja kwenye hilo kanisa ambalo lilinialika mimi kwenye field evangelism. Nikushukuru. Watoe wasiwasi wanaotufuatilia kupitia channel yetu NYTV. Wako wachungaji wengi ambao pengine wangetamani kukualika katika mikutano mbalimbali, lakini hawajui cost na gharama zako zikoje. Mimi gharama yangu, kusema ukweli, kulingana na malezi niliolelewa na mzee Swai, kina Kalinga na wachungaji. Mzee Swai mwenyewe alikuwa anashuhudia kwamba alikuwa anaangusha nazi, anatengeneza mafuta ya nazi, mke wake anasuka vitambaa, wanapata hela ya kula. Nitaka kusema hivi, mimi nahitaji fedha ili niendeshe maisha mengine, lakini situmikishwi na fedha. Mnaelewa? Ila nikiipata fedha naitumikisha. Kwa hiyo uko popote Tanzania unanilipia nauli kutoka nyumbani kwangu, maana kutoka ninakoishi mpaka Mbezi ni kilomita 48. Kwa hiyo nikiweka mafuta kwenye gari labda lita 20 itanileta na kuirudisha ile gari nyumbani. Kwa hiyo unaweka hapo hela ya mafuta kama ya gari ya kunitoa nyumbani mpaka Mbezi kama 30-40, plus nauli ya kutoka hapo Mbezi mpaka huko uliko, plus outfit. Outfit ni nini? Nije nimenyoa ndevu, nimenyoa nywele, nguo zimefuliwa, nisije nikakutia aibu. Nimebeba na dawa yangu ya mswaki, niko vizuri. Nikisimama waseme ndio ni yeye. Halafu mimi sina biashara isipokuwa watoto wangu na mke wangu. Ninapokuwa mimi sipo, ni tofauti na mimi nikiwepo. Wakati niko nyumbani naweza nikaamka nyumbani na shilingi 2000 au 3000. Nikitoka kwenda huko mjini nikizunguka naweza nikarudi na samaki, unga, mchele. Lakini napokuwa sipo, kile nitakachomwachia ndio hicho kunywa cha ziada. Kwa hiyo unaiangalia na familia yangu, nategemea ni siku ngapi, plus zile siku 2 za kusafiri ya kujia na kurudia, watoto wapate kuishi. Halafu ile nasema love, ile sadaka ya kanisa ya kusema mtumishi asante, hiyo wanajua wao. Lakini sasa wao nao pia wewe na moyo wa huruma. Sisi wengine shakuwa watu wazima hivi. Watulee, umeelewa? Kwa hiyo tunaenda namna hiyo. Mahali pengine unakwenda unarudi umeumia, unasema mwisho wako ukikumbuka unatubu, Mungu nisamehe, nimeghadhibika. Lakini hivyo ndivyo mimi nilivyolelewa kwenye kanisa hili la TAG. Lakini wako wengine, umeelewa, anakuitwa kwa ibada hii, lakini ukienda kuangalia kwenye bahasha unasema Mungu ameniona. Kwa hiyo mimi sijafikia hatua kusema mimi ukitaka nije niingizie kwenye akaunti, japokuwa ukiniingizia nitashukuru. Nipe kiasi fulani, sijafundishwa hivyo. Lakini na wao nao wachungaji wawe na aibu. Kuna siku moja nilienda mahali nikafanya huduma siku 5. Asubuhi mpaka saa 7 naimba kwenye semina. Saa 9 mpaka saa 1 naimba kwenye mkutano. Siku ya kuondoka wakangojea basi limefika. Pakiza mizigo afungapewa bahasha kwenda kufungua 20,000. Nilikasirika, nikataka nimpigie simu, baadaye nilipokumbuka nikamuombea tu yule mchungaji, nikatubu, nikaomba Mungu nisamehe. Mungu sio tochi kwamba mwanga lazima utokee kwenye kioo. Hapana. Tunapofanya hii kazi, sasa naposema hivi sio wachungaji wachukue advantage kwamba uje niweke hapo afu unipe 20,000. Hapana, sio vizuri. Isipokuwa sijafundishwa kudalalia hiki kipawa ambacho Mungu amekiweka. Maombi hayatafanya kazi. Lakini ninapovumilia wanaponikosea, wengine wanaponiombea, Mungu anazidi kunipa afya. Kwa hiyo wasiwe na wasiwasi. Mimi ninaenda kokote. Kuna sehemu nyingine nimeenda huko mpakani na Msumbiji, unabeba na chandarua, manake unalala nje chini ya mti
na sufuria na bakuli na vikombe, nimebeba maji ya kunywa kutoka Dar es Salaam. Kuoga sasa neema ya Mungu, kwa sababu kijiji chenyewe kina maji, lakini injili inatakiwa. Tumeenda huko, naitwa Chingungwe, Tandaimba huko mpakani na Msumbiji huko, unanielewa? Mimi niwaambie na waimbaji wenzangu, mpaka injili inafika Afrika, inafika Songea, inafika popote ilipofika, wako watu walichemshwa kwenye mafuta, wako watu walikatwa na misumeno, wako watu waling'ofolewa macho. Sisi kwetu leo hayapo. Kwa hiyo na sisi tujitoe. Ukiokoka acha kujihurumia. Ukiwa umeokoka usijihurumie. Lakini wachungaji nao ni watu. Nikiwa nimevaa vizuri pale sana, najua huyu mtu hizi nguo zimetoka dry cleaner hizi. Na wao wanaweka sadaka ya upendo, wakati mwingine walihamasisha kanisa. Sasa kama hawajaanza hivyo, waanze hivyo, watu tunze. Lakini kwamba tupatane kwamba okay, mimi mpaka nifike huko gharama, hapana. Hatukufundishwa hivyo. Labda wengine, sio mimi. Asante sana. Tupate mawasiliano. Nina namba moja tu ya simu, ni 0753187719. Narudia 0753187719. Naishi mahali kunaitwa Mvuti, Chanika, huko pembeni ya mji kabisa. Kuna kanisa pale la TAG. Mchungaji wetu ni binti anaitwa Felista. Familia yangu inasali hapo. Mke wangu ni mzee wa kanisa pia. Ila mimi kunipata hapo kanisani ni shughuli, kwa sababu mimi sasa hii sio huduma, mimi ni ajira. Nimeajiriwa na Yesu. Kila Jumapili nitakuwa labda nje ya Dar es Salaam, au hata kama Dar es Salaam kwenye makanisa ya madhehebu mbalimbali natumika, aidha kufundisha au kuimba. Kwa hiyo namtukuza Mungu kwa hili. Wako waimbaji wengi, lakini mimi ni miongoni mwa wale ambao hata kama wanasema Mungu hana upendeleo, huyo ni Mungu wa kwao. Mungu wa kwangu mimi ananipenda.